Karibu kwenye channel yetu tena ya Amka. Leo tunaizungumzia aya ya 29 ya sura ya 26 ya kitabu cha Mambo ya Walawi. Labda kwa nini nimeamua kuizungumzia hii? Ni kwa sababu nimesikia mara nyingi sana katika midahalo ambayo inafanyika online, hasa huku TikTok, na pia hata nimeona baadhi ya Waislamu wakizungumzia hii katika YouTube, wakijaribu kuleta aya hii ya 29 ya sura ya 26 ya kitabu cha Walawi kama kujaribu kuonyesha kwamba Mungu anayeaminiwa na Wakristo ni Mungu mkatili. Sasa kabla sija kwenda kuifafanua aya hii ya 29 ya sura ya 26, nimeona nitumie fursa hii kutoa elimu fupi tu kuhusu kitabu hichi kinachoitwa Mambo ya Walawi. Kimsingi, kwa ninyi Waislamu labda mfahamu tofauti iliyopo baina ya Wakristo au katika kitabu cha Biblia na Quran. Kwanza, Waislamu mnaamini kwamba Torah ni kitabu kimoja ambacho Mungu alikishusha kwa Nabii Musa. Lakini katika imani ya Wayahudi haiko hivyo, wala katika maandiko ya Kiyahudi haiko hivyo hata kidogo. Torah au Torati mnavyoita ni mkusanyiko wa vitabu vitano. Kitabu cha kwanza ni kitabu cha Mwanzo, kikifuatiwa na kitabu cha Kutoka, kikifuatiwa na kitabu hichi cha Mambo ya Walawi ambacho ni kitabu cha tatu katika mkusanyiko wa Torati hizi, na kitabu cha nne kinaitwa Hesabu, na kitabu cha mwisho katika hii Torati ni kitabu kinaitwa Kumbukumbu la Torati. Kwa jumla wake hivi vitabu vitano vinatambulika kwa Wayahudi kama ni Torah, ambavyo vyote hivi vinaaminika viliandikwa, sio kwamba vilishushwa, viliandikwa na Nabii Musa. Sasa ukienda katika kitabu cha Mambo ya Walawi, hichi kitabu kina sura 27. Kwa hiyo wewe Muislamu ambao unabeba hii aya ya 29 ya sura ya 26, ufahamu wakati unafika hapa kwenye aya ya 29 ujue umesharuka. Kwanza umeruka vitabu viwili, Mwanzo na Kutoka, lakini pia umeruka sura 25 kabla kufika hii sura 26. Na unapofika kwenye sura 26 unakuwa umeruka sura 26, unafika aya ya 29. Ukumbuke nyuma yake kuna aya nyingine 28 ambazo zinajenga muktadha wa hii aya ya 29. Lakini nataka nikupe ufafanuzi kidogo. Hichi kitabu cha Mambo ya Walawi chenye sura 27, lengo kuu ya kitabu hiki kinazungumzia kuhusu utakaso katika taifa la Israeli. Na utakaso huu unazungumziwa katika pande mbili. Kwanza utakaso wa mwili, lakini pia kwa utakaso wa ndani, utakaso wa roho. Na hichi kitabu cha Mambo ya Walawi kimegawanyika katika sehemu kuu 5. Unapokisoma, wataalamu wa maandiko wamekiweka katika sehemu kuu 5. Sehemu ya kwanza inazungumzia sadaka za kiibada. Hii ipo katika, unaposoma kuanzia sura ya kwanza mpaka ile ya 7, ambako inazungumzia aina hizi sadaka, ambazo sadaka hizi zimegawanyika katika sadaka za shukrani, sadaka za toba, na pia sadaka zingine za kujiweka karibu na Mungu, ambao hapa tunapozungumzia Mungu hatumzungumzii Allah. Waislamu lazima mfahamu Mungu anazungumziwa hapa ni Yahweh au Yehova. Sehemu ya pili ya kitabu hichi inazungumzia kuhusu kuhani, ambapo makuhani wao wanatambulika kama ndio wapatanishi katika taifa la Israeli. Hapa tunazungumzia katika Agano la Kale, na kwamba tunaona tunapofika hii aya ya 8 mpaka ya 10 tunamuona Haruni na wanae wanatawazwa kuwa makuhani. Lakini pia tunaona ukoo wa Walawi ndio unawekwa rasmi kama ndio ukoo wa kikuhani katika taifa la Israeli. Manake Wayahudi wao wao katika makabila 12 au zile koo 12 zilikuwa ambazo zimetoka katika watoto wa Yakobo, ambaye baadaye Yakobo alibadilishwa jina na Mungu akaitwa Israeli. Kwa hiyo hii ni sehemu ya pili. Sehemu ya tatu inazungumzia kuhusu usafi na unajisi. Hii kunaanzia kwenye sura ya 11 mpaka ya 15 ya kitabu cha Walawi. Inazungumzia kuhusu kwa mfano vyakula vipi visafi, usafi wa mwili, ukiwa na maradhi gani na vinakuwa katika unajisi, na masharti mengine mengi. Lakini hasa inapozungumzia usafi na unajisi inahusu hasa katika hizi masharti yanayohusu katika kuingia katika hema ya kukutania. Ukumbuke wakati Mambo ya Walawi yanaandikwa kipindi hiki, Waisraeli bado walikuwa hawajaingia Kanaani na lile hekalu lilikuwa bado halijajengwa. Musa
alipewa maelekezo na Mungu atengeneze hema ya kukutania ambao ina maeneo kadhaa. Ya kwanza ilikuwa ni uwanja mkuu ule wa kukutania na kutoa sadaka, alafu kulikuwa kuna sehemu inaitwa patakatifu, na ndani yake kuna sehemu nyingine palikuwa panaitwa patakatifu pa patakatifu. Sasa hii sehemu ya tatu kama nilivyosema inahusu usafi na unajisi, namna gani ya kuingia katika hekalu la kukutania. Sehemu nyingine ya 4 katika kitabu hiki cha Mambo ya Walawi ni sura hii ya 16. Inazungumzia siku maalum, siku moja tu ambayo inatambulika kama siku ya upatanisho, au kwa Wayahudi wanaita Yom Kippur. Hapa ni sehemu ambapo kwa siku moja kwa mwaka Waisraeli kwa wanakutana na sadaka maalum inatolewa, na kuhani mkuu anaingia mara moja kwa mwaka, ambao ni siku hii ya Yom Kippur au siku ya upatanisho. Anaingia kule sehemu inayoitwa patakatifu pa patakatifu, na siku hii ndio siku ambayo taifa la Israeli linatakaswa katika dhambi, na kuhani mkuu pia analitakasa ile wanaitwa ile hekalu au hema ya kukutania. Wakati wa kuandikwa kitabu hiki walikuwa wanatumia ile hema ya kukutania, lakini hata utaratibu huu uliendelea pia hata baada ya kujengwa lile hekalu la kwanza ulijengwa na Mfalme Suleiman. Utaratibu huu uliendelea. Sehemu ya 5 ya kitabu hichi cha Walawi kinazungumzia kanuni za utakatifu. Hii inaonekana katika sura 17 mpaka ya 26, ambako ndio hii aya ya 29 imo. Sehemu hii inazungumzia habari ya maadili, haki za kijamii na wajibu wao, na pia inatoa kalenda ya sikukuu takatifu za taifa hili la Israeli. Sasa unapofika kwenye sura 27 ndio unaona hitimisho katika kwa namna ambayo ya zile mtiririko ule kutoka sura ya kwanza mpaka 26, ambako tunaona kwamba taifa linaweka kiapo na kufanya zaka maalum ya kuweka ahadi kwa Mungu. Hapa Mungu tunamzungumzia Yahwe, hazungumziwi Allah hapa, ambapo taifa la Israeli linaweka ahadi mbele za Mungu kama taifa la watu wa Israeli. Wanaweka ahadi ya utii na ahadi ya kumtumikia Mungu na kumtii Mungu. Sasa kama nilivyosema mwanzoni, tunaenda sasa katika ile sura ya 26. Tunapoikutana na sura ya 26 hii ya Mambo ya Walawi, kwanza tutambue ni kama nilivyosema ni sehemu ya kile kitabu kizima cha Mambo ya Walawi, na hii sura ya 26 imegawanyika katika sehemu kuu 3. Sehemu ya kwanza ni ile mstari wa kwanza mpaka wa pili, au tunasema kwa Waislamu nasema aya ya kwanza mpaka ya pili, inaweka viwango vya utakatifu. Mungu anaweka viwango vya utakatifu kwake ambao anataka hawa wana wa Israeli wawe mbele zake. Kwa mfano, anakataza ibada za sanamu na ibada za miungu mingine ikiwemo Allah. Mimi kama Mkristo, Allah ni Mungu ambaye si Yahwe, ambaye huyu Yehova anatukataza kumwabudu kwa namna yote vile. Kwa hiyo unaposoma hichi kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 26 mstari wa kwanza mpaka wa pili, Mungu anaweka viwango kutokuabudu wasanamu na vitu kama hivyo. Sehemu ya pili ya hii ya sura ya 26 ni sehemu ambako Mungu anaelezea baraka zinazofuatana na utii kwake, kumcha Mungu na kujikabidhi kwake na kuhakikisha unabaki mwaminifu kwa huyu Mungu Yahwe, na nini baraka zinakuja na kuwa mtii. Na hapa anazungumzia utii kama taifa zima la Israeli hapa, na anaelezea matunda yake ya utii. Kwa mfano, anaelezea kwamba watapata mvua, watakuwa na chakula cha kutosha, watakuwa na amani na usalama, na pia kikubwa zaidi ni kwamba uwepo wa Mungu utakuwa katikati yao, kati ya taifa, na uwepo wake ndio utawaletea hizi neema zote na baraka. Sasa hii iko katika mstari wa 3 mpaka mstari ule wa 13. Mungu anaelezea baraka zifuatazo kufuatia kwa utii wao kwake. Sehemu ya 3 katika hii sura ya 26 ndipo ambapo ule mstari wa 29 unaangukia, ambako Mungu huyu Yahwe anaelezea za laana zinazofuata kwa kutokutii. Maana kubwa anazungumzia hapa ni kwamba kutokutii kikubwa kinazungumziwa humu ndani ni pale taifa hili litakapomwacha huyu Mungu wa Israeli na kwenda kuabudu miungu ingine na kuitumikia, ndipo hizi laana zinakuja. Anaelezea mengi, kwa mfano kwamba
kutokutii kwao kutaleta mafarakano, kutaleta pia dhiki, na kwamba kikubwa zaidi hizi zote zinatokana na kwamba uwepo wa Mungu unaondoka baina yao, kwamba katika taifa hili uwepo wa Mungu unaondoka. Na anazungumzia pia mpaka hili hekalu analielezea, au hili hema la kukutania, hata Mungu ataliondoshea mbali, kwa sababu uwepo wake unakuwepo na unathibitika kwa kubaki lile hekalu ama hema ya kukutania. Ndipo unapoikuta hii aya ya 29. Na sura ya 26 hii inamalizika kwa Mungu kuwaonyesha kuwa pamoja na yote hayo, hata pale ambapo wanapata adhabu kwa kutokutii, wanaingia katika dhiki, lakini bado kuna tumaini, kwamba Mungu anawaeleza kwamba tumaini bado lipo. Hii unaanza kuiona katika ile aya ya 40 mpaka 45, kwamba Mungu anasema kwamba iwapo mtatubu nitarudi, na mtapotubu na kumrudia Mungu, yani huyu Yahwe, basi Mungu atawakumbuka na atawaimarisha tena. Sasa kitu kimoja kabla tujaenda kote, nataka nisome hii aya ya 29 ya sura 26 ambayo Waislamu wanapenda sana kuisoma, lakini kwa kupata muktadha kamili nitasoma kuanzia aya ya 27 ili tufike katika ile aya ya nitasoma sura ya 26 aya 27 mpaka 29 tupate muktadha. Inasema hivi: tena ikiwa baada ya hayo yote hamtaki kunisikiza, bali mwenenda kwa kunishikia kinyume, ndipo nami nitakwenda kwa kuwashikia ninyi kinyume katika ghadhabu yangu, nami nitawadhibu mara 7 kwa dhambi zenu, nanyi mtakula nyama ya miili ya wana wenu na nyama ya miili ya binti zenu mtaila. Sasa kimsingi ni kwamba Mungu anapozungumzia hizi adhabu kama ile ambayo inafika pahala ambako anasema mtafika kiwango ambacho hata mtakula nyama za miili ya watoto wenu na mabinti zenu. Katika hili Mungu anaelezea kwamba hatua hizi za adhabu mpaka kufikia hapa ziko hatua 5. Na nikueleze tu wewe Muislamu au usiyekuwa Muislamu, Mkristo mwenzangu, kwamba hili lilishawahi kutokea katika taifa la Israeli. Unaposoma Biblia, unaposoma kwa mfano vitabu kama vya Wafalme wa kwanza na Wafalme wa pili na vingine, unakuta haya mambo yaliwahi kutokea. Na imetokea mara 2 katika taifa la Israeli. Mara ya kwanza ilikuwa mnamo mwaka kama 586 hivi kabla ya kuja kwa Kristo, ambapo wakati huu ilikuwa tayari lile hekalu limeshajengwa na Mfalme Suleiman, lakini kwa sababu ya taifa la Israeli kutokutii na kuingia katika ibada za miungu mingine ya mataifa yaliyowazunguka na kutenda dhambi nyingi kubwa, Mungu akaipa adhabu taifa la Israeli, na taifa lilotambulika kama Wababiloni, taifa la Babiloni likaivamia Yerusalemu na likahusuru ule mji wa Yerusalemu kwa kipindi karibu miaka kama 2 na hivi, na kukatokea njaa kuu. Uvamizi huu ulifanyika chini ya Mfalme Nebukadneza wa pili, ambapo pamoja na mengine aliyafanya, ili hekalu la kwanza lilivunjwa na Waisraeli walichukuliwa utumwani kwenda Babiloni. Na hili lilikuwa mara kwanza katika kuhusuru mji. Ilifika wakati njaa ilikuwa kali ndani ya mji wa Yerusalemu mpaka baadhi ya watu wakala watoto wao kufuatana na njaa. Hili lilitokea. Kumbuke Mungu wa Israeli ni Mungu mwaminifu sana. Anapotoa ahadi zake, unapomtii ahadi zake za neema zake zinatimilika. Unapomkiuka, unapokwenda kinyume naye, unapomwachana naye, ahadi zake za adhabu zake pia zinatimilika. Hii ni mara ya kwanza ilitokea, lakini mara ya pili pia ilitokea, na hii ilitokea mwaka wa 70. Wakati hii kipindi cha pili kilitokea baada ya Bwana Yesu kufa msalabani, kufufuka na kupaa mbinguni. Hekalu liliharibiwa tena. Safari hii uvamizi ulifanyika chini ya jeshi la Warumi, ambako mji wa Yerusalemu ulizingirwa na jeshi la Warumi kwa kipindi kirefu. Kukatokea tena njaa kali. Josephus alikuwa mwanahistoria wa Kiyahudi, anaandika katika mkusanyo wake wa kitabu ambacho kinaitwa The Jewish War. Huyu Josephus alikuwa Myahudi, mwanahistoria, anaandika nini kilitokea, na unaweza ukaisoma hii katika kitabu cha 6 cha mtiririko wa Flavius Josephus ambacho kinaitwa The Jewish War, kitabu cha 6 sura ile ya 3. Unaona kilichotokea. Ilifika wakati baadhi ya wana wa Israeli ambao baada ya kutokea njaa kali, baada ya kuzingirwa na jeshi la Waroma kwa kipindi cha Warumi kwa muda mrefu, ilifika
baadhi yao walifika kula watoto wao. Lakini kabla hili kutokea, Bwana Yesu alitabiri hili kutokea. Tunaisoma kwa mfano, Bwana Yesu kutabiri tukio hili alisema miaka karibu 40 kabla ya kutokea, kwa sababu Bwana Yesu kabla ya kufa alizungumza uharibifu unaokuja kutokea. Tunaisoma hiyo katika Marko sura ya 13 aya ya kwanza mpaka ya pili. Tunaona pia katika Mathayo sura ya 24 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Tunaona pia katika Injili ya Luka sura ya 21 mstari wa 5 mpaka wa 6. Lakini kwa sasa hivi nitakusomea tu hii ya Marko sura ya 13 mstari ule wa kwanza mpaka wa pili. Inasema hivi: hata alipokuwa akitoka hekaluni, mmoja wa wanafunzi wake alimwambia, Mwalimu, tazama yalivyo mawe na majengo haya. Yaani wanafunzi wa Bwana Yesu walikwenda naye hekaluni, wakawa wanastajabia uzuri wa lile hekalu. Na Bwana Yesu akajibu akamwambia, wayaona majengo hayo makubwa? Halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomolewa. Bwana Yesu hapa anatabiri kuvunjwa kwa hekalu ile la pili lilojengwa baada ile la kwanza kuvunjwa na Nebukadneza wa pili, kama nilivyokuambia ule mwaka wa 586 kabla ya Kristo, mwaka wa 70 baada ya Kristo hili tukio lilitokea. Na sababu ya kutokea uharibifu wa pili baada ya taifa la Israeli kumkataa mkombozi aliyeshuka kwao katika mwili ambaye alikuwa ni Bwana Yesu Kristo. Baada ya kumkataa, Mungu anawashushia adhabu, wa Roma wanauzingira mji, wa njaa kali inatokea na hekalu linavunjwa na Wayahudi wanatawanyika. Na tokea mwaka 70 Wayahudi walitawanyika karibu dunia, katika uso mzima wa dunia wamekuja kurudi kuanzia mwaka 1948 kama sikosei. Kwa hiyo yote haya ambayo Mungu anaelezea katika kitabu cha Mambo ya Walawi hii aya ya 29 katika sura ile ya 26 yashawahi kutokea. Na hata sisi wengine katika mataifa mbalimbali haya ni mambo ya msingi. Hata sisi kwa Wakristo lazima tutambue kwamba tunapobaki waaminifu kwa Mungu, basi kuna neema nyingi na baraka nyingi zinaambatana na kubaki kwetu waaminifu. Lakini pia tutambue tunapokuwa tuna kwenda kinyume na Mungu, tunajiingiza katika ibada mbalimbali za miungu ikiwemo Mungu Allah huyu si Mungu wa kweli. Kwa hiyo hata sisi Wakristo ni tahadhari kubwa tujikae mbali na Mungu anaitwa Allah na mtume wake wa uongo anayeitwa Muhammad, vinginevyo uharibifu huko mbele zetu. Na wewe Muislamu ambao unapenda kuichukua hii aya ya 29 ya aya ya 26 ya Mambo ya Walawi ukidhani kwamba kwetu sisi Wakristo inatufedhesha, utambue kwamba haitufedheshi, bali inatukumbusha wajibu wetu, inatukumbusha ahadi ya Mungu, aidha neema na baraka zinazoambatana na kumtumikia na kubaki waaminifu kwake, lakini pia inatuonya adhabu iliyokuwepo ikiwa tunakwenda kinyume cha mafundisho hayo. Ningependa nafikiri nimeeleweka. Na wewe ndugu yangu Muislamu ambaye unapenda kuchukua mstari huu, usifikiri unatufedhesha ndugu yangu, unatukumbusha tu yale ambayo Mungu alishayasema toka zamani, na hata wewe unakumbushwa hivyo. Kaa mbali na Mungu anaitwa Allah. Huyu ni Mungu si wa kweli. Njoo kwa Mungu anaitwa Yahwe, Mungu Yehova, ambaye anaishi katika fumbo la Tatu Mtakatifu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ambaye kwa upendo mkuu mwana alishuka akatoa mwili akakaa kwetu, akafa msalabani, akafufuka siku ya tatu, akatupatia wokovu. Na anasema kabisa hakuna namna nyingine yote ya kupata uzima wa milele na wokovu isipokuwa kwa kupitia huyu mwana wake mpenzi Yesu Kristo. Kwa sababu hata Yesu alipokuwa akizunguka na kuhubiri kuhusu habari njema ya wokovu alisema, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Hakuna Allah hapa, hakuna Muhammad. Kaa utafakari, muda bado upo. Rudi kwa Bwana Yesu upate wokovu. Asante sana.